Kwa jina naitwa Tumaini Ulotu, mfanyabiashara mdogo wa Mwenge. Mimi pamoja na machinga wenzangu, pamoja na wafanyabiashara wenzangu, kama walivyotangulia kuongea viongozi wetu, sisi tunapinga maandamano ya tarehe 7 kwa sababu hatujaona faida yote ya maandamano yaliyopita. Yalileta madhara kwetu, familia zetu, tulipoteza ndugu zetu, marafiki zetu, na wengine biashara zao ziliharibika kabisa. Kwa sisi tuko pamoja na serikali yetu pamoja na mama kwamba maandamano haya ya tarehe 7 hatutaweza kuungana nayo. Sisi tuko tarehe 7 kufanya kazi, tutakuwa kazini kama kawaida, na tunaomba serikali imarishe ulinzi kwa ajili ya sisi ambao tunahangaika kwa ajili ya kuhudumia familia zetu. Jina naitwa Ngandu Mustafa, ni msemaji wa Mwenge. Binafsi na wasihi vijana wenzangu sana, sisi vijana tunaangaliwa kwenye mambo yote ya maandamano, na wasihi vijana wenzangu, tarehe 7 mwezi wa 7 tusikae tukatoka kwenda kuandamana, tutoke kuja kufanya kazi, maisha yaendelee. Ujue sisi wengine utoke nyumbani ndio upate kula, utoke nyumbani upate kuleta familia. Kwa mimi na wasihi vijana wenzangu, maandamano hayana tija yote. Kilichotokea Oktoba 29, unakaa nyumbani, hata kwenda sokoni unashindwa. Je, jitokea tarehe 7 tunaishi vipi sisi wa Tanzania? Kwa majina naitwa Richard Kayombo, ni bodaboda wa Mwenge. Kwa hiyo sasa tunakuja kuona tarehe 29 mambo yaliyotokea, tumepoteza ndugu zetu wengi hususani wa bodaboda, na kama ilivyoada kwamba mtu hususani nani yetu sisi, lika letu sisi ili hapa, huwezi kupata chakula, lazima utoke ukatafute abiria. Lakini pindi unapokuwa umeenda kutafuta abiria, kuna masuala ya mkusanyiko au masuala ya maandamano, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake itakuwa ni vurugu. Kwa hiyo kazi hazitaweza kufanyika. Tuweze kusema na tuweze kujikumbusha kwamba hata vitabu vya dini vimesema kwamba tii sheria bila shuruti, kwa maana ya kwamba tii serikali inayokuongoza. Vivyo hivyo hata kwa wenzetu wa Kristo hawa, msalaba unawahusu, yani kwamba Yesu msalabani, na wenyewe wamesema kabisa kwamba lazima utii serikali ambayo inakuongoza. Bila kutii serikali ambayo inakuongoza, tafsiri yake ni nini? Unakuwa umekiuka misingi ya kikatiba. Na vivyo hivyo tuweze kuwasiliana kwa sisi vijana, kwa sababu vijana ndio wanapata msukumo mkubwa sana. Tumeona wenyewe tarehe 29, siko hapa kutetea siasa, siko hapa kufanya nini, lakini naona madhara ambayo yalitokea, na naona vile ambavyo tuliishi ile siku 7, ile siku 10 nadhani. Mafuta ilikuwa lita moja shilingi 10,000, na kwa kuipata hayo mafuta ilikuwa ni sehemu ambayo kwanza ilikuwa ni shida kubwa sana. Kwa hiyo tuweze kukumbushana tu, tarehe 7 mwezi wa 7 ndo watu waliopita, waasisi wetu wa vyama vyetu walifanya iwe kama sherehe ya kwenda kusherekea katika Sabasaba zetu, kwa sababu kuna sehemu ya Sabasaba, lakini hawakusema tarehe 7 mwezi wa 7 mkusanyane mlete mambo ya uwizi, kwa sababu kwenye maandamano kuna vitu vinatokea vingi. Kuna kitu kimoja kinaitwa mob psychology. Mob psychology, mnapokuwa mko watu zaidi ya mmoja, ina maana watu watatu, kuna kitu pale kinatokea mob psychology, akili ya mshikamano. Kwa hiyo mkipata akili ya mshikamano, mtakuwa mnasetiana. Mkisetiana mnaenda kuharibu mali za watu. Mkiharibu mali za watu, askari hawatakuangalieni. Kama mnavyojua, wametumwa kuja kulinda amani. Kwa hiyo ile tarehe 7 tunakuombeni. Sisi ndio madereva bodaboda hatujamaliza mikataba au vipi bwana? Na tumetoka Iringa kuja Dar es Salaam kutafuta riziki. So hiyo sasa tunapokuja kuona tumeenda kwenye riziki, alafu tunasikia piu kwa sababu ya watu wachache, hiyo inakuwa haipendezi na haivutii. Tunaomba jamani, tunakuombeni, mnaoshawishika labda kwenye vikundi fulani, muache hiyo, kwa sababu meza ndio inamaliza kila kitu, na meza ndio ipo kwa ajili ya maridhiano au vipi bwana? Sababu hata biashara kubwa zinafanyika kwenye meza, biashara ndogo zinafanyika kwenye meza. Hata ukienda kuoa mke lazima utakana na baba mkwe na mama mkwe kwenye meza.